matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati ni wakati mwafaka kupokea taarifa yetu ya habari kwa utendeti. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na mama mzazi aliyemuuza binti yake kwa mganga afungwa maisha. Israeli atangaza ujenzi mkubwa wa makazi ya walowezi wa Kiyahudi katika ardhi ya Palestina. Andrew na Tristan Tate wafunguliwa mashtaka 21 nchini Uingereza. Daktari mstaafu jela kwa kumbaka mamia ya wagonjwa akiwemo watoto. Elon Musk aondoka ikulu ya White House, atangaza dog kuendelea. Ghala la chakula Gaza lavamiwa na makundi ya watu wenye njaa. Naam, na tumai buheri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Mwanamke wa Afrika Kusini aliyepatikana na hatia ya kumteka nyara na kumsafirisha bintiye mwenye umri wa miaka 6 amehukumiwa kifungo cha maisha jela pamoja na washirika wake wawili. Licha ya utafutaji uliotangazwa sana na wa msichana huyo ambaye alitoweka Februari mwaka uliopita, bado hajapatikana. Hukumu hiyo inafuatilia kesi ya wiki 6 huko Afrika Kusini, huku mashahidi na waendesha mashtaka wakitoa madai kadhaa ya kushtua. Jaji Nathan Eramas amesema Smith, miaka 35, na washirika wake hawakuonyesha hisia zozote wakati hukumu zao ziliposomwa katika kituo cha jamii huko Saldar, ambako kesi ilifanyika ili kuwaruhusu wakazi wa eneo hilo kuhudhuria kesi. Kabla ya hukumu, bibi huyo Jocelyn Amanda Smith Daniels kwa mara nyingine tena alimsihi binti yake amrudishe mjukuu wake kwamba yuko wapi. Wakati wa kesi hiyo, mahakama ilisikiliza ushahidi kutoka kwa washahidi 30 ambao walieleza picha maisha ya shida ya msichana huyo na kutoweka baadaye. Kelly Smith na washirika wake walikataa kutoa ushahidi au kuita washahidi wowote kwa ajili ya utetezi wao. Ushahidi pia ulitoka kwa Londresha Lombard, rafiki na jirani wa Smith, ambaye aligeuka kuwa shahidi wa serikali. Mchungaji wa eneo hilo alitoa ushuhuda kwamba mwaka 2023 alimsikia Smith, mama wa watoto watatu, akizungumza kuwauza watoto wake kwa randi zipatazo 20,000.
kila mmoja, ingawa alisema yuko tayari kukubali kiwango cha chini cha dola 275. Mwalimu Jocelyn alidai mahakama kwamba Smith alimwambia wakati wa upekuzi kwamba binti yake alikuwa tayari kwenye meli ndani ya konteina na alikuwa njiani kuelekea Afrika Magharibi. Mawaziri wa Israeli wanasema makazi mapya 22 ya walowezi wa Kiyahudi yameidhinishwa katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Huu utakuwa ni upanuzi mkubwa zaidi katika miongo kadhaa. Baadhi ya makazi hayo tayari yameshajengwa na walowezi bila idhini ya serikali, lakini sasa yatafanya kuwa halali chini ya sheria za Israeli, kulingana na waziri wa ulinzi wa Israel Katz na waziri wa fedha Bezalel Smotrich. Swala la makazi ya walowezi ambayo ni haramu chini ya sheria za kimataifa, ingawa Israeli inapinga hili, na ni moja ya mambo yenye mzozo kati ya Israeli na Wapalestina. Kaza amesema hatua hiyo inazuia kuanzishwa kwa taifa la Wapalestina ambalo litahatarisha usalama wa Israeli. Shirika la kufuatilia makazi ya walowezi wa Israel Peace Now limesema makazi mapya yatabadilishwa kwa kiasi kikubwa ukingo wa magharibi na kuongeza uvamizi zaidi. Israeli imejenga takribani makazi 160 ya Wayahudi 1700 tangu ilipokalia ukingo wa magharibi wa Jerusalem mashariki baada ya vita vya Mashariki ya Kati ya mwaka 1967, ardhi ambayo Palestina wanataka kuwa sehemu ya taifa lao la baadaye. Andrew Tate anakabiliwa na mashtaka 10 ya uhalifu nchini Uingereza, ikiwa ni pamoja na ubakaji, kudhuru mwili, biashara ya binadamu na utumwa wa kingono, imesema ofisi ya mashtaka ya Crown siku ya Jumatano. CPS imesema imeidhinisha mashtaka dhidi ya Andrew Tate ambaye ni kutoka kwa walalamikaji watatu kabla ya kibali cha kurejeshwa Uingereza kutoka Romania kutolewa mwaka 2024. Kaka yake Tristan Tate anakabiliwa na mashtaka 11 ikiwa ni pamoja na ubakaji, kudhuru mwili na biashara ya binadamu kutoka kwa walalamikaji mmoja. Ndugu wao daima wamekanusha makosa yoyote. CPS imesema katika taarifa yake kwamba mahakama nchini Romania ambako wanachunguza kwa makosa ya jinai iliamuru warejeshwe Uingereza mwaka jana. Ndugu wao walisafiri kwa ndege kwenda Marekani mwezi Februari baada ya waendesha mashtaka wa Romania kuondoa marufuku ya kusafiri, na kisha wakarudi Romania mwezi uliofuata ili kutimiza majukumu ya kisheria. Kando na kesi hiyo, Andrew Tate pia anakabiliwa na kesi ya madai chini ya Uingereza ambayo imefunguliwa na wanawake 4 na anatazamiwa kufikishwa mahakamani mwaka wa 27. Daktari mstaafu wa upasuaji uko Ufaransa ambaye aliwanyanyasa kingono mamia wagonjwa vijana, wengi wao wakiwa watoto, kwa zaidi ya miongo miwili amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela siku ya Jumatano. Joel Skonek alishtakiwa kwa ubakaji au unyanyasaji wa kingono kwa waathiriwa 299, ikiwa ni pamoja na wabakaji wa watoto wakati wakiwa hawajajifahamu. Jaji kiongozi Aude Buresi amesema matendo yote yalikuwa doa katika ulimwengu wa matibabu. Les Konek tayari anatumikia kifungo cha makosa ya awali ya ubakaji. Mwaka 2020 alihukumiwa kifungo cha miaka 15 jela kwa ubakaji na unyanyasaji wa kijinsia wa mtoto wa jirani pamoja na wapwa zake wawili na mgonjwa wa miaka 4. Jaji pia amempiga marufuku Lens Konek kufanya kazi ya udaktari au kuwasiliana na watoto. Mahakama pia imeamuru awekwe kwenye sajili ya wahalifu wa ngono. Wanafunzi kote duniani wana wasiwasi na wako katika hali ya sintofahamu baada ya utawala wa Trump kuweka mipango ya kusitisha kwa muda kutoa visa kwa wanafunzi kusoma Marekani. Taarifa rasmi ya Trump inaamuru kusitishwa kwa muda kutoa visa wakati serikali inajiandaa kuongeza uhakiki wa waombaji kupitia mitandao ya kijamii kwa wanaotuma maombi ya kutaka visa za wanafunzi. Baadhi ya wanafunzi ambao wamezungumza
wamekuwa na kwenye mchanganyiko huo unaofanya wanatamani wangetuma maombi katika vyuo nje ya Marekani. Alipoulizwa kuhusu uamuzi uliositishwa kwa visa za wanafunzi, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Tammy Bruce amewaambia waandishi wa habari siku ya Jumanne kwamba wamechukua hatua hiyo kwa uzito mkubwa, mchakato wa kuhakiki nani anayewasili katika taifa la Marekani. Oliver Cropley, mwanafunzi mwenye umri wa miaka 27 kutoka Norwich, Uingereza, anasema anapaswa kusoma Kansas, Marekani kwa mwaka mmoja, lakini mpango huo sasa hauko tayari. Mwanafunzi mwingine kutoka jiji la Guangzhou ambaye hakutaja jina lake litajwe, anayeendesha kikundi cha mshauri wa wanafunzi wa Uchina wanaotaka kusoma Marekani, anasema hawaelewi jinsi ya kuwashauri waombaji kwa sababu sheria zinaendelea kubadilika. Zaidi ya wanafunzi milioni 1.1 wa kimataifa kutoka zaidi ya nchi 210 waliandikishwa katika vyuo vya Marekani katika mwaka wa shule wa 23-24 kulingana na Open Doors, shirika linalokusanya data za wanafunzi wa kigeni. Elon Musk, bilionea na mmiliki wa mtandao wa X, zamani Twitter, amethibitisha kuondoka kwake kutoka serikali ya Rais Donald Trump. Musk alikuwa kiongozi wa juhudi kubwa za kupunguza ukubwa wa matumizi ya serikali ya Marekani, inayosababisha maelfu ya nafasi za kazi za serikalini kufutwa. Katika chapisho lake kwenye mtandao wa X, Musk amemshukuru Trump kwa fursa ya kusaidia kuendesha idara ya ufanisi ya serikali inayojulikana kama DOGE. Ikulu ya White House imeeleza kuondolewa kwa Musk nafasi yake kama mfanyakazi maalum wa serikali Jumatano usiku. Jukumu lake lilikuwa la muda mfupi na kuondoka kwake hakukutarajiwa, lakini linawadia siku moja tu baada ya Musk kukosoa mswada mkuu wa bajeti ya Trump ambao unapendekeza kusitishwa kwa kodi ya mabilioni ya dola na ongezeko la matumizi ya ulinzi. Musk alieleza kuwa muda wake kama mfanyakazi maalum wa serikali umefikia kikomo, na akaeleza shukrani zake kwa Donald Trump kwa fursa ya kupunguza matumizi mabaya ya fedha. Amesisitiza kuwa DOGE itaendelea kuimarika kadiri inavyokuwa sehemu ya maisha katika serikali nzima. Mjasiriamali huyo wa teknolojia mwenye asili ya Afrika Kusini alikuwa ameteuliwa kama mfanyakazi maalum wa serikali, akifanya kazi ya shirikisho kwa siku 130 kila mwaka. Licha ya kuondoka kwake karibiana na kikomo hicho cha muda, taarifa ya kuondoka kwake zinawadia baada ya kueleza kukata tamaa na mswada wa bajeti ya Trump ambao uliofia utaongeza nakisi ya shirikisho na kudhoofisha kazi ya DOGE. Kulingana na makadirio, takribani wafanyakazi 260,000 kati ya milioni 2.3 wamepoteza kazi zao na kukubali mikataba ya kuacha kazi kwa hiari kutokana na mradi huo wa DOGE. Katika baadhi ya matukio, majaji wa shirikisho wamesisitiza kufukuzwa kazi kwa wingi na kuamuru wafanyakazi waliofukuzwa kurejeshwa kazini. Urusi inasema inasubiri Ukraine kuthibitisha iwapo itahudhuria mazungumzo yanayolenga kupatikana kwa amani siku ya Jumatatu jijini Istanbul, Uturuki. Hiyo jana Urusi ilipendekeza awamu ya pili ya mazungumzo hayo kufanyika Juni 2, na inasema hadi kufikia sasa bado haijasikia kutoka kwenye taifa la Ukraine. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni aliongoza mkutano wa nchi za ukanda eneo la maziwa makuu hapo jana katika ikulu ya Entebbe kujadili changamoto za mashariki mwa DRC. Amesema suluhu lipo mikononi mwa kiongozi wa nchi hiyo na kikanda kusaidia kupata suluhu. Yoweri Museveni aliyeongoza mkutano wa nchi za ukanda wa eneo la maziwa makuu hapo jana katika ikulu ya Entebbe kujadili changamoto za mashariki mwa DRC, amesema suluhu lipo mikononi mwa viongozi wa nchi hiyo na kikanda kusaidia kupata suluhu.
Hapo Uganda tumewahi kuwa na tatizo kama hili la DRC. Kulikuwa na wakati kulikuwa na ubaguzi wa dini, lakini pia swala kubwa la ubaguzi wa kikabila, lakini tukajikita kwenye kujenga uchumi badala ya ubaguzi. Sisi ndio tunaelewa matatizo yetu katika ukanda huu kuhusu shida za DRC, Rwanda na hata Burundi. Ili kupata suluhu lazima tuwe na utashi wa kisiasa, lakini tuwaambie watu wa nje waache kuingilia masuala yetu, kwa sababu wapo upande wa wale wanaoharibu, na hili ndilo tatizo ambalo naloliona. Nchi 12 ikiwemo Rwanda hapo jana zimelaani kundi la waasi wa M23 wa kutengeneza utawala mbadala mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hatua hiyo Kigali kukosoa M23 inawadia kuwaunga mkono kijeshi inakuja wakati huu kundi hilo likituhumiwa kwa kukiuka kazi ya haki ya binadamu katika eneo hilo ambapo inadhibiti maeneo makubwa tangu mwezi Januari. Wataalamu wawili wameambia shirika la habari la AFP kwamba Rwanda imeanza kuhoji msaada wake wa kundi la M23 kutoka kwa gharama za kifedha na kidiplomasia. Ikiwemo Rwanda hapo jana zimelaani kundi la waasi wa M23 kwa kutengeneza utawala mbadala mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Minzilete Ijai na maelezo zaidi. Hatua hii ya Kigali kuikosoa M23 inayodaiwa kuwaunga mkono kijeshi inakuja wakati huu kundi hilo likituhumiwa kwa kukiuka haki za binadamu katika eneo la mashariki mwa DRC ambapo imeteka maeneo makubwa tangu mwezi Januari. Katika taarifa ya pamoja, nchi hizo 12 zimesema zinalaani hatua ya waasi wa AFC M23 kuendelea kudhibiti maeneo zaidi na kuweka utawala mbadala. Aidha, taarifa hiyo iliyosainiwa hapo jana jijini Entebbe, Uganda, inatoa wito kwa makundi mengine ya kigeni yenye silaha mashariki mwa DRC yakiwemo FDLR na ADF kusambaratishwa na kuweka chini silaha zao bila masharti. Umoja wa Mataifa umelaani M23 kwa mauaji ya watu wakiwemo watoto. Shirika la haki za binadamu la Amnesty International siku ya Jumanne nalo likituhumu kundi hilo kwa kuwaua na kuwatesa raia wanaowashikilia kinyume cha sheria. Wataalam wawili wameiambia shirika la habari la AFP kwamba Rwanda imeanza kuhoji msaada wake kwa kundi la M23 kutokana na gharama za kifedha na kidiplomasia. Nchini Marekani, mahakama imezuia utekelezwaji wa utozwaji wa ushuru uliotangazwa hivi karibuni na rais wa nchi hiyo Donald Trump na kusababisha mvutano wa kibiashara kati ya taifa hilo na nchi zingine duniani. Mahakama imesema Trump alikwenda kinyume na mamlaka yake kwa kufanya maamuzi ya kuongeza kiwango cha ushuru bila kushirikisha bunge la Congress na kufuata utaratibu uliohitajika. Utekelezwaji wa utozwaji wa ushuru uliotangazwa hivi karibuni na Rais Donald Trump na hivyo kusababisha mvutano wa kibiashara kati ya taifa hilo na nchi zingine duniani. Victor Abuso na maelezo zaidi. Majaji watatu kutoka mahakama hiyo inayoshughulikia kesi za biashara za kimataifa wamezuia utekelezwaji wa baadhi ya ushuru uliotangazwa na Rais Trump aliporejea madarakani mwezi Januari. Mahakama hiyo imesema Trump alikwenda kinyume na mamlaka yake na kufanya maamuzi ya kuongeza kiwango kikubwa cha ushuru bila ya kushirikiana na bunge la Congress na hakufuata utaratibu unaotakiwa. Ikulu ya White House hata hivyo imelaani hatua hiyo ya majaji hao na kusema kwamba hawana haki ya kuingilia maamuzi ya Rais Trump, ambaye kupitia msemaji wake Kush Desai ameeleza kwamba uamuzi huo ulilenga kuiweka Marekani kwanza. Tangu Aprili tarehe 2, Trump alitangaza kuanza kutekelezwa kwa nyongeza ushuru wa 10% kwa bidhaa zote zinazoingia nchini Marekani kutoka mataifa mbalimbali, lakini akasitisha ongezeko la ushuru kwa bidhaa kutoka Ulaya kwa siku 90, huku akiingia kwenye mazungumzo na China baada ya kushuhudiwa kwa mvutano mkubwa wa kibiashara. Viongozi wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS
hapo jana wamekutana katika maadhimisho ya miaka 50 tangu kuundwa kwa jumuiya hiyo, ambapo walijadili changamoto za kiusalama na za kikanda pamoja na mipasuko ndani ya muungano huo. Viongozi hao wamesisitiza haja ya nchi wanachama kuendelea kushirikiana katika masuala mbalimbali kwa ajili ya vizazi vinavyokuja. Jumuiya ya ECOWAS imeendelea kukabiliwa na changamoto lukuki na kiusalama, makundi ya kijihadi yakitumia mwanya huo kujiimarisha katika maeneo ya Sahel na Ziwa Chad. Kuundwa kwa jumuiya hiyo, ambapo walijadili changamoto za kiusalama za kikanda pamoja na mipasuko ya ndani ya muungano huo. Bola Tinubu ni mwenyekiti wa ECOWAS. As we look forward to the next 50 years, let us renew. Tunapotazamia miaka 50 ijayo, acha tuendelee kuwa na ushikamano, ujasiri, uwazi na kuheshimiana. Kwa hivyo tukuze biashara zetu na tutashinda changamoto zozote ambazo zitatukabili kama ugaidi, ujambazi na chuki. Bola Tinubu, rais wa Nigeria na mwenyekiti wa jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS. Tukirejelea taarifa ambayo ni kuu, msikilizaji, ni kwamba nchi za Kiafrika zinazopeleka wanafunzi wengi zaidi Marekani. Nchi ya kwanza ambayo katika ule mfumo wa F1 visa inapeleka wanafunzi wengi Marekani ni nchi ile ya Nigeria, ambayo inawapeleka wanafunzi wapatao 6,054, Ghana wakiwa wanawapeleka wanafunzi 5,106 kila mwaka, ambapo Zimbabwe wapeleka wanafunzi 2,106. Kenya upeleka wanafunzi Marekani wapatao 1,861. Ethiopia upeleka wanafunzi 1,797. Uganda upeleka wanafunzi 1,124. Misri upeleka wanafunzi 1,218. Afrika Kusini upeleka wanafunzi 1,338. Kamerun wanafunzi 636 na Tanzania wanafunzi 631. China inapeleka wanafunzi wengi zaidi Marekani, ambapo mwaka wa 24 wanafunzi wapatao 80,550 wasili Marekani kwa masomo. India ya pili wakiwa na wanafunzi 76,665. Vietnam wanafunzi 18,915. Korea Kusini wanafunzi 14,339. Nepal wanafunzi 11,786. Japan wanafunzi wapatao 8,518. Ufaransa wanafunzi wapatao 7,552. Brazil wanafunzi 7,266. Taiwan wanafunzi 7,219. Bangladesh wanafunzi wapatao 6,601. Mexico wanafunzi 6,527. Italia wanafunzi wapatao 6,505. Nigeria wapatao wanafunzi 6,054. Ujerumani wanafunzi 5,872 na Ghana wanafunzi 5,106. Hii inajitokeza ambapo wanafunzi wenye mpango wa kwenda kusoma Marekani duniani kote wana wasiwasi na wako katika hali ya sintofahamu baada ya utawala wa Trump kuweka mipango ya kusitisha kwa muda kutoa visa kwa wanafunzi. Taarifa rasmi ya Trump imeamuru kusitishwa kwa muda kutoa visa, wakati serikali ikihakiki maombi ya visa ya wanafunzi. Je, kufuatia hatua hii, mataifa yapi yataathirika zaidi na mpango huu? Ndio swali ambalo tunakuuliza msikilizaji kwenye taarifa yetu, ili tuweze kusoma yale ambayo umeweza kuandika. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Mpenzi msikilizaji, tunakuomba simama na kituo hiki katika hatua yake uratibu, kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri, na station transmitter link itakayosaidia kwa kwamba tunafikia watu kwa njia hiyo walio kwenye mji wa FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number 625 account number ni 0124 50 85 21 78 00.
au TIN namba ni 4561468 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Maoni hapa yana rindima, ambapo katika hatua hiyo basi inabidi niweze kuvalia njuga mawili matatu kabla kwenda mapumzikoni, kwamba Benville Palivyo Mari anasema huyu mzee tumeona wangapi. Anasema bana Trump amezidi sasa. John Kanyenye Palivyo anasema kwa kweli Trump yuko kazini, big up Trump. Kuna baadhi walienda huko sio kwa ajili ya masomo bali kuzifanyia ujasusi nchi zao, vikundi vyao vya kigaidi. God luck Palivi Manila Palivi, labda amefanya hivyo kuwakomoa wa China. Kaka Iris Palivi, kwani wanafunzi hao nchini mwao hakuna vyuo vikuu. Michelle Junior anasema huyu baba hatari bwana. Noma sana. Joyce Mabeba Palivi, wenye nchi yao bwana. Musa Malumba Palivi Kaoi, kurudi madarakani kwa Trump ni mambo mengi yamesimama. Kila siku anatoa we shall go China and North Korea. Ikona Rogers anazungumza. Trump tuko asili pale, anasema vitu vingi vilisimama jamani. Yupo kazini, alichaguliwa kwa hilo. Baba Sam Palivi akamalizie Palivi maisha yake huko jela kutokana na alishtakiwa kwa umbakaji wa unyanyasaji wa watu wapatao 299. Akamalizie maisha yake huko jela kwamba anaitwa Baba Sam Palivi. Benson Palivi Mutombe anasema aletwe hapa kamiti yafunguliwe boot. Sielewi hilo. Unajua lugha zingine sielewi. Sielewi bwana. Alaikum sima tusi kuwa na lugha yenye ustarabu, lakini waziri kwa nini na yeye asibakwe? Saje tena jamani. Hatari sana. Watu wanaoaminika wakati mwingine ndo janga la taifa. Yaani daktari anaaminika lakini anageuka kuwa mnyama. Watu wanaotibu ndio sio wote jamani. Ni huyu daktari mmoja amewasilisha labda ujumbe umefika, na ndio maana amepata kipigo cha miaka 20 na miaka 15 jela. Akahudumu jela. Roy Ken Palivi Kipchumba Palivi ni kuwachanganya tu hawa Gen Z ambao hawajamaliza kunyonya. Msamaha wa Ruto na Museveni walimaanisha, wasema wanachanganya watu tu hapa. Na nyie acheni kukuza mambo. Sasa kwani mahusiano ndio yaharibike kirahisi hivi Sasa ni nchi zote zitakuwa simu tena. Sielewi, lakini ndio hiyo. Mushi Materu sema niliwahi kumtandika mtoto wa jirani yangu, alafu familia yao nikajiomba msamaha. Ilibidi nitafute wazee na watumishi wa Mungu wanisindikize kuyamaliza. Ameongea kwa mafumbo huyo. Huo msamaha labda ni kwa Mungu peke yake. Huku duniani kama Museveni amevuka wa kuomba msamaha. Samson Matiko Leteka Palivi anazungumza ya kwake. Anaitwa Bet Daniel Palivi, sikuelewi hapo, lakini vile vile Majimoto Malole Palivi wa Kibara Buda Tanzania, hiyo ni danganya toto. Anasema hivi hao wanadanganya toto. Danganya toto tu, kwani walikosea nini? Sema wameamua kukubali yaishe. Wamekubali yaishe. Haya Palivi Mikoli Poso anasema wanatuenjoy tu, ndo watu wametuma watoto wao wasimange mama. Au yeye anaongelea Tanzania kwamba walituma watoto wao Tanzania waweze kusimanga mama wao Tanzania, wanawadanganya. Nimekupata sasa. Naambia lugha zingine bana. Adala Hassan Palivi, tunajua rais wetu one time. Sielewi huyu anasema nini. Akisema ukweli anakuwa mweupe. Adala Hassan. Sielewi. Benson Palivi Wanyonge Palivi danganya toto Simoni Nandururu. Danganya toto Simoni Nandu na Peremende.
tuna majina sana. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa pote pale ulipo duniani, ambapo soma hapo mawili matatu ambayo yameweza kuandikwa. La wakati naandika alaikum sio matusi, natumia lugha ambayo ni nzuri, ambayo namna hiyo ina ustaarabu wake, na mimi ninakuwa na wakati mwepesi wa kuweza kusoma kila ambacho vile vile mimi nakielewa. Habari kuu ni kwamba nguli wa fasihi kutoka Kenya Ngugi wa Thiong'o afariki dunia nchini Marekani. Urusi inasema itawasilisha hati inayoelezea masharti yake ya amani katika mazungumzo hayo Jumatatu ijayo, ambapo inataka Ukraine kuwa kwenye meza mazungumzo tarehe 2 Juni. Makamu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amemwarifu mwenzake wa Marekani Marco Rubio kuhusu pendekezo hilo. Waziri wa ulinzi wa Ukraine Rustem Umerov, ambaye aliongoza ujumbe wa Kiev katika mazungumzo yaliyopita, ameandika kwenye mtandao wake wa X kuwa hatupingi mikutano zaidi na Warusi na tunasubiri mkataba wao wa maelewano. Ndio ambaye inajitokeza pale. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema kimesema kitakusanya saini ya Watanzania milioni 15 wanaounga mkono kampeni yao ya mageuzi ya No Reforms No Election na kuwasilisha kwenye Umoja wa Mataifa. Chama hicho kinasema hakiwezi kwenda katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu bila kuwa na mabadiliko ya sheria za uchaguzi katika mifumo mingine ambayo inatoa mwanya wa chama tawala CCM kuendelea kuendesha uchaguzi usio wa huru na wa haki. Bunge la Tanzania limejitenga na kauli kali zilizotolewa na wabunge wakati wa mjadala wa bajeti wa Wizara ya Mambo ya Ndani na Wizara ya Maendeleo za Jamii. Spika wa bunge Tulia Ackson amesema baadhi ya michango ya wabunge ilikiuka kanuni za bunge na kuwataka kuzingatia katika katiba ya nchi wakati wa kuchangia. Aidha amesema kauli hizo si msimamo wa bunge hilo. Baadhi ya kauli hizo zilikosoa vikali namna ambavyo wanaharakati kutoka Kenya na Uganda kuingia nchini humo kwa ajili ya kufuatilia mwenendo wa kesi ya kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Chadema, hatua iliyozusha mjadala mpana baina ya mataifa hayo ya Afrika Mashariki. Gwiji la fasihi Ngugi wa Thiong'o amefariki dunia. Kulingana na binti wa nguli huyo wa fasihi Afrika Mashariki Wanjiku Ngugi, baba yake alifariki dunia asubuhi ya Mei 28 akiwa na umri wa miaka 87. Kabla ya kufikwa na umauti, Ngugi alikuwa akisumbuliwa na maradhi ya figo kwa muda mrefu. Binti yake ameandika kwenye mtandao wa kijamii, tunasikitika kutangaza kifo cha baba yetu Ngugi wa Thiong'o kilichotokea asubuhi ya Mei 28 mwaka huu. Aliishi maisha makamilifu, akapiga vita vilivyo vizuri. Atakumbukwa kwa kazi zake za fasihi na jitihada za kukuza lugha kupitia fasihi. Miongoni mwa vitabu alivyoviandika na kuwavutia wengi ni Grain of Wheat, Weep Not Child na The River Between. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani.